Kauli ya hivi karibuni ya Mheshimiwa Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan inaashiria kutishia miungano ya Tanzania na nchi nyingine, ukiwemo ule muungano wa Tanzania na Zanzibar. Rais alionekana kukemea vikali wanasheria wa Kenya waliokuwa wanataka kuingia Tanzania kwa sababu ya kusikiliza kesi ya mwanasheria wa Tanzania aliyeshtakiwa na serikali ya Tanzania kwa kosa la uhaini ambalo adhabu yake ni kifo. Kwa sababu Tanzania na Kenya pamoja na Kongo, Rwanda, Burundi na Uganda tumeungana katika muungano wa Afrika Mashariki. Makubaliano ya muungano hayazuii wanasheria kutoka nchi yoyote ya muungano kuingia nchi yoyote kusikiliza kesi ama kutetea mwananchi yeyote wa nchi zilizoko katika muungano kutetea kesi yake katika mahakama yoyote katika nchi hizi ambazo ni za muungano. Sasa kauli ya Mheshimiwa Rais Samia inaonekana ni ya kibaguzi, ya kusema hao wameharibu kwao, na kama wameharibu kwao wasije hapa kwetu kuharibu kwetu. Unajua, unaponyoosha kidole kwa hao na kusema kwao wameharibu kwao, angalia vidole vinavyokuangalia ni vinne, vinarudi kwako, vinakuuliza na wewe je? Wewe Rais Samia ni rais wa Tanzania, lakini wewe ni raia wa Zanzibar. Kinachokufanya uwe rais wa Tanzania, yani Tanganyika pamoja na Zanzibar, ni muungano. Na muungano wa Tanganyika na Zanzibar ndio unaokufanya wewe raia wa Zanzibar uwe rais wa Tanganyika na Zanzibar. Pamoja na kwamba kuna kasoro za muungano ambazo wakati huu wa uchaguzi ndipo tunapotakiwa tuziongelee hizo kasoro za muungano, zenyewe zikiwa ni kwamba vipi raia wa Zanzibar anaweza kuwa rais wa Tanganyika lakini raia wa Tanganyika hawezi kuwa rais wa Zanzibar. Kwa hiyo unaposema raia wa Kenya asiingie Tanzania kusikiliza kesi ya mwanasheria wa Tanzania, wakati muungano wa Tanzania na Kenya na Uganda na Rwanda na Kongo na Burundi unaruhusu mambo haya yafanyike, basi kauli yako hiyo inatikisa muungano wa East Africa. Tulitegemea wewe rais, kauli yako ingekuwa kwamba kuwakemea maofisa waliowazuia kina Martha Karua kuingia nchini Tanzania ili kutengeneza diplomasia ya East Africa. Sasa je, mama, unataka kututoa kwenye muungano wa East African Community? Maana makubaliano ya muungano wa East African Community ni kwamba mwanasheria na raia wa nchi yeyote anaruhusiwa kutembea nchi yoyote bila kuzuiliwa. Sasa hawa uliowazuia pale uwanja wa ndege walikuwa wanakuja kusikiliza kesi ya Tundu Lissu. Tundu Lissu ndio amekuwa akihoji uhalali wa tume ya uchaguzi, uhalali wa sheria za uchaguzi, anadai zirekebishwe. Na hata katiba ya nchi sisi tunadai irekebishwe, kwa sababu katiba ya nchi ina mambo yasiyoeleweka mengi sana. Mojawapo ikiwa ni hii ya nchi ya Zanzibar na Tanzania kuwa na muungano, lakini muungano huo haueleweki, haujawekwa wazi. Mimi juzi nimekwenda Zanzibar. Kufika kule nakuta bei ya vitu kule Zanzibar ni rahisi kuliko Tanganyika.
Nikawauliza wenzangu wa Zanzibar, vipi, mbona vitu kwenu huku ni rahisi na kwetu kule vitu ni ghali? Akasema, hapa ni Zanzibar shehe, na sisi Zanzibar tunaagiza vitu vyetu kutoka Uarabuni, vinakuja moja kwa moja na meli mpaka hapa ndani ya Zanzibar. Kwa hiyo hatutozi ushuru mwingi. Nikawauliza hawa waliokuwa wakiongea na mimi, nikawauliza, vipi shehe, mbona raia kutoka hapa Zanzibar anaweza kuwa rais wa Tanganyika, lakini sijamuona raia wa Tanganyika akiwa rais wa Zanzibar? Wakanambia, shehe, hiyo ni mambo ya muungano, hatuwezi kuyaongea. Sasa kama ni mambo ya muungano hatuwezi kuyaongea, nikawauliza, vipi, nikinunua gari hapa Zanzibar ninaweza kuipeleka Tanganyika, Tanzania bara, nikaitumia ikiwa na namba za Zanzibar? Wakanambia, haiwezekani shehe, lazima hiyo gari uilipie ushuru custom ya Zanzibar. Huoni hata namba za usajili shehe? Namba za usajili za magari ya Zanzibar zinaanza na Z, na namba za magari ya huko Tanzania bara, huko Tanganyika, zinaanza na T, kuonyesha magari ya Tanzania bara ni ya Tanzania bara na mnauziwa bei ghali, na magari ya Zanzibar ni ya Zanzibar, sisi tunauziwa bei rahisi, na nyinyi hamwezi kuja kuchukua magari hapa mkaenda mkayatumia kule Tanzania bara. Sasa nauliza, kama Tanzania na Zanzibar tumeungana, na Mtanzania kutoka Tanzania bara, yani Tanganyika, hawezi kununua gari Zanzibar akaitumia Tanzania bara, lakini mwananchi wa Zanzibar anaweza kununua gari Tanzania bara akaitumia Zanzibar, japo hawezi kufanya hivyo kwa sababu akinunua gari Tanzania bara ni bei ghali kuliko angenunua Zanzibar. Sasa hayo ni mambo ya muungano ambayo tunatakiwa tuyaongee. Kwa hiyo Rais Samia asisahau tuko kwenye mwaka wa uchaguzi, na huu mwaka wa uchaguzi Rais Samia atapita katika nchi ya Tanzania bara ambako ni Tanganyika, akituomba sisi wananchi wa Tanganyika tumpigie yeye kura. Je, na sisi tukianza kumnyoshea kidole tumwambie, wewe mama, umekuja huku Tanzania bara, Tanganyika, unataka kuwa rais wetu na unaendelea kututoza kodi ambazo kule Zanzibar hawatozi zile kodi. Je, mama, wewe kama rais wa Tanganyika na Zanzibar una uhakika gani kwamba utatutendea haki? Mtanganyika anaweza kununua gari Zanzibar akaja akaitumia huku Tanganyika? Hayo ndio maswali mama tutakuuliza, na ukitujibu maswali hayo ndipo tuweze kukupigia kura. La sivyo uende kwenu Zanzibar ukagombee urais kule Zanzibar kwenu, na sisi tumpate rais wetu wa Tanganyika, kwa sababu hata hakuna sababu ya muungano wakati huu muungano Zanzibar wana bunge lao, wana rais wao. Tanganyika hatuna rais wetu, tuna rais wa muungano, na huyu rais wa muungano hana meno ya kuweza kukemea chochote kule Zanzibar. Sasa ni rais wa muungano wa namna gani huyu? Kama wewe ni rais wa muungano na uchumi wa Zanzibar ni tofauti na wa Tanzania. Zanzibar wana bunge lao, Tanganyika tuna bunge la muungano. Inaenda vipi hii? Kwa hiyo hayo ni maswali ambayo tunatakiwa tuyaongee. Kwa hiyo mama, usiwe na haraka kuwazuia watu wasije kusikiliza kesi ya Tundu Lissu ambaye anauliza maswali hayo ya msingi. Ruhusu maswali hayo ya msingi yaulizwe na utoe majibu yake kabla hatuja kuambia na wewe urudi kwenu Zanzibar. Ndiyo.